Yes, kwa majina ni hawa. Nimesikia maneno ya mkopa. Iye mkopa nayo ukiangalia mkopa na hii serikali ya Kasongo, hizi vitu zinafinya watu. Mkopa pia imekuwa kama Kasongo chini ya maji. Kasongo akitufinya pande hii juu ekonomi yake, mkopa pia inafinya watu pande hii. Kwanza kama mjui misi mwenye natumianga ni mkopa. Na nilichoka na hiyo maneno, ilibidi nimetoa traka. Kuna siku nilikosa otherwise. Kuna siku nilikuwa nimesota na nilikuwa nimebaki na 100 peke yake mbele nyuma. Na mkopa yangu inatakanga 72 bob per day. So sikuwa na otherwise. Tumbo muhimu kuliko kulipa mkopa. Mimi nikaamua ninunue sapa nikule. Hiyo mkopa simu ikakakaa. Nikatafuta pesa kidogo nikaenda nikachomoa traka. Si kwa kupenda kwangu watu mkopa. Ni serikali ya Kasongo. Serikali ikiwa sawa, hata pesa tunapata kwa mfuko na kwa njia rahisi. Hatung'ang'ani sana. Lakini ile kidogo yenye tuko nayo, Kasongo anachukua hii pande yake, mkopa pia anachukua pande yake. So story inakuwa ngumu. Mimi siwezi value simu kuliko tumbo yangu. Tumbo yangu ni muhimu. Juu ukishiba hata ndo unakuwa na nguvu mingi ya kutumia hiyo simu. Kwani utatumia simu ukiwa njaa? Hiyo iwezekani. So hapo kwa mkopa, mimi sijui nitawapatia advice gani, lakini mimi simu yangu nimetoa traka. Mukipenda munikujie tu. Ndalipa nikipata kazi, sasa bado mimi ni hustler sina kitu. Alafu hii maneno ya pili ati opposition ya Gachagua, tukikompea na opposition ya Raila. Hiyo opposition zote ziko sawa. Gachagua najua wewe hujaipenda baba na unajaribu kujiingisha kwa kiatu ya Raila, ukue kama Raila uwezi. Legacy yenye huo jamaa aliacha ni kama ya Michael Jackson. Wewe uwezi ingia kwa hiyo kiatu. Najua hapo kwa hiyo maneno yako opposition kukompea, kama we ni mtu uko na hekima, utajua tu Mkabila anapinga Raila indirect. Nendo bado alikuwa analipa wa Kikuyu, akitumia watu kama kina Mutai Kaiga, wachekele baba juu amekufa. So, mi opposition naona tu ni opposition. Siwezi sema ati ni venye tu opposition ya saa hii iko na ukabila mingi juu ya Gachagua. Lakini opposition ya Raila iko na ukabila. Raila alikuwa anapigania Wakenya wote. Na ndo kwa maana alikuwa anaunganisha Wajaluo, Waluya na Wakamba. Gachagua yeye anapigania mlima peke yake. Hata sasa tukiangalia si ni watu wa mlima wametupea shida yote. Hao ndo wametupatia Kasongo. Najua inauma, lakini ukweli lazima isemwe. Hii shida yote tunapitia ni ya watu wa mlima. Baba alikuwa afadhali, nyinyi mkasema huyu jamaa hajatairiwa tuwezi mpea kura. So sijui kama mlikuwa mnamchungulia kioga. Huyu jamaa kuna sauti mbaya, mara huyu jamaa si handsome. Kwani uongozi uko kwa handsome? Sasa mumejifanya werevu sana mkatupatia Kasongo. Nyinyi ndo mnatangulia pale kwa plot kuhama. Magari zenyu ndo zimesimama juu ya bei ya mafuta. Sasa nyinyi ndo mnalia. Ndio niko one term, lakini saa zingine huwa na feel kurudi 2 term. Nikifeel hii uchungu yenye watu wa mlima wametupatia, ndio inafanya na feel hivyo. Lakini siwezi rudi kwa 2 term. Kwa 2 term ni mbaya. Nikiama 1 term niende kwa no term. Na lima kila mtu. Siwezi rudi pande ya Kasongo. So Gachagua wewe hii 1 term, hii opposition ya sasa iko sawa, lakini wewe ndio unaharibu. Inafaa ufukuzwe au utolewe mbio. Na hiyo ndo kwa maana wanasiasa wenzako hawakupendi. Wanasiasa hawakupendi na wewe Mkenya unajifanya unafuata huo mkabila. Akili yako iko sawa kweli? Wanasiasa wamekuwa na huo mkabila kwa serikali zote. Wamejua tabia zake. Ukiangalia mtu kama Gachagua alimpichiwa kidogo. Alikuwa anatusi wanawake MPs ati yao ni malaya. So sijui kama aliwapitia wote akajua. Kidogo akapatikana na hii shida ya rape case.
alinajisi mtoto mdogo msichana na akamuua. Isitoshe, akatumia vijana wenzangu kwenda kupindua serikali, wakafiatuliwa malisasi wakakufa. Survivors wamebaki ni wachache, wenye wamebaki hajawapatie empowerment. Wewe unajua vijana wa wenye wako one term wanahitaji kazi. We kama wewe Gachagua ni kweli unajali wa Kenya, uanze na kusaidia wa Kenya wapate kenye wanataka. Hiyo unajifanya unajipigania. Kwa majina ni hawa.